Basi karibu katika shule ya Biblia. Leo Jumapili Mei 9, 2021. Tumesomewa mistari 40 ya mlango wa 18 wa Injili ya Yohana. Leo tutajifunza mambo kadhaa kutokana na mlango huu. Na mlango huu tulivyosomewa ni habari kwa ujumla, ni habari za kukamatwa kwa Yesu, jinsi alivyokamatwa na alivyoanza kuhojiwa na akina Pilato na nini. Lakini hicho ni kisa chenyewe, ndani yake kuna ujumbe nyingi. Kwa hiyo tutaangalia hizo jumbe ambazo Mungu anapenda tujifunze kutokana na hayo. Tutaona vitu vingi, lakini leo tukiweza tutaona vitu vikubwa vitatu. Tutaona vitu vikubwa vitatu. Tutaona hoja inayohusu hoja ya kwanza itahusu kuwa na desturi ya kufanya mambo ya Mungu. Maana yake tusiwe na tabia ya kufanya lolote linalokuja tu tunalojisikia kufanya. Ni vizuri kuwa na desturi na utaratibu uliozoeleka ambao watu wanaweza kujua kwamba huyu au na nafsi yako inatambua kwamba huwa anafanya hiki kitu. Kwa mfano, kwa utangulizi tu. Kwa mfano, kwa na desturi ya kwenda kanisani. Tutayaona kwa nisianze kuhubiri moja baada ya nyingine. Na yapitia tu. Lakini hoja ya pili tutakayoiona katikati ya mlango huu, tutaona adui wa ndani au msaliti wa ndani. Kama vile alivyosalitiwa Yesu na mtu wa ndani, ndivyo inavyoendelea leo hii. Leo usaliti unaotokea katikati ya wanadamu mwingi unatokea katikati ya ndani ya nyumba yenyewe. Kwa kama ilivyokuwa kwa Kristo, sasa mtu mwingine anaweza kusema nimesalitiwa kiasi hiki nataka kujiua. Kristo hakujiua. Kama nipata Kristo kwa nini nipate nini? Kwa mfano. Pia tutajifunza kama tutaweza kufika huko, tutajifunza hoja ya tatu inayohusu kushupaza shingo. Kushupaza shingo au kuwa na shingo ngumu. Maana yake ni nini? Kwa mfano wakati tunasomewa tumeona kuna walipokuja kumkamata Yesu. Yesu aliwapa tu muujiza mkubwa tu kuonyesha yeye anawaambia mnamtafuta nani. Ile tu hawajaweza kumjibu akadondoka chini. Ule ulikuwa ni ujumbe tu ulikuwa unatosha, wasingeshupaza shingo lao. Wangeacha hilo jukumu hapa. Lakini ili kusudi ile neno litimie, basi wakaendelea kushupaza shingo, na ndivyo tunavyoishi leo. Tunashupaza shingo. Mungu anaweza kutupa jumbe au makusudi au akatuletea kitu fulani au neno la Mungu ikatuambia, lakini bado tukaendelea kusonga mbele na kufanya wakati tumeona na Mungu ametupa tutaona hayo matatu, ametupa taarifa au ametupa ujumbe huo. Hebu sasa twende katika zile jumbe sasa kwa undani zaidi. Jumbe ya kwanza tuliyosema tunajifunza, hoja ya kwanza tuliona inahusu kuwa na desturi hasa katika mambo ya Mungu au hata katika maisha mazuri. Kwa mfano, tuanze tu kwa utangulizi. Kwa mfano, kuna watu hawana desturi ya kusoma neno la Mungu kila siku. Hawana. Na ndio wengi. Lakini wana desturi ya kula. Wanadamu wote wana desturi ya kula mara 3 au mara 2. Hizo desturi zinazokuwa ni mambo ya kimwili wanazo. Wanadamu wana desturi za kwenda kazini Jumatatu hata mpaka Jumamosi. Lakini hatuna desturi ya kula chakula cha Bwana kila siku ambalo neno la Mungu. Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Lakini hiyo desturi hatuna. Yaani anaweza tu akaamua leo nina muda na nini, sina message kwenye simu, sina kifurushi kimeisha, akachukua Biblia. Akaanza tu kupekua, anaweza akaangukia kwenye mambo ya nyakati, akasoma Injili. Yaani hana desturi. Sasa M20 tukajifunza kutoka kwa Kristo. Desturi. Maisha ya desturi. Tusome kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 3. Anasema alipokwisha kusema hayo, Yesu alitoka pamoja na wanafunzi wake
kwenda ng'ambo ya kijito Kedron palipokuwapo bustani, akaingia yeye na wanafunzi wake. Naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti alipajua mahali pale. Sikiliza sasa, jibu ndio hilo linakuja sasa. Kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara nyingi pamoja na wanafunzi wake. Mstari wa 3, basi Yuda akisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na Mafarisayo, akaenda huko na taa na mienge na silaha. Kwa hiyo tunaona Kristo alikuwa na desturi ya kwenda na wanafunzi wake kuwahubiri, kuomba, kuwaonya. Walikuwa wanavuka kijito cha Kedron. By the way, ukisoma katika kitabu cha Samueli wa pili, Daudi alikuwa fundisho tu, lakini tunakuja kujifunza kwa mbele. Daudi ni taswira ya Kristo duniani. Daudi alivuka hicho kijito. Hicho miaka ya zamani alipokuwa anawindwa na mwanae Absalom, akaelekea Mahanaim. Alikivuka, ni taswira ya Kristo. Ni kama taswira, ni kama Kristo alikuwa anaenda kushindwa, alikuwa anaenda kukamatwa. Na Daudi alikuwa anapoteza ufalme, lakini baadaye aliupata, akakivuka akiwa anarudi tena. Biblia inasema Kristo naye atakivuka, atakuja kama simba wa Yuda. Ni taswira, lakini hilo ni limepita tu katikati ya hoja hii. Kwa hiyo tunaona Kristo, mstari wa 2 unasema naye Yuda yule aliyetaka kumsaliti alipajua mahali pale, kwa sababu Yesu alikuwa akienda huko mara kwa mara pamoja na wanafunzi wake. Tunaona desturi. Alikuwa sio kwamba nisema anaenda tu mara moja hapana, alikuwa anaenda akitafuta utulivu. Yesu alikuwa hana nyumba kama tulizo nazo. Alikuwa hana makazi. Kwa hiyo ilikuwa ndo kama sehemu yake ya kujitenga na kuweza kujifunza. Leo hii unasikia kuna watu sio wanaenda milimani. Biblia inasema ukitaka kuomba ingia kwenye chumba chako cha siri. Ingia ndani unakolala pa. Au sebuleni. Sehemu ambapo hakuna kelele. Halafu muombe Mungu wa mbinguni. Sirini, naye atakujaza wazi. Kwa hiyo Kristo yeye hakuwa na makazi, lakini lengo kubwa ni kuona hii desturi ya Kristo. Twende katika kitabu cha, baadaye tutaangalia ni desturi zipi ambazo ni vizuri kuwa nazo katika maisha yetu kila siku. Okay, kabla sijaenda huko, kabla sijaenda sehemu nyingine, tuziseme. Nimesema kwa mfano kuwa na desturi ya kumwomba Mungu. Kwa mfano ni kitu cha ajabu kabisa kula chakula hata kama uko hotelini. Kula chakula bila kumwomba, bila kumshukuru Mungu. Tuwe na desturi kama hii. Kumwomba Mungu tunapokuwa tunamaliza siku, tunapokuwa tunaanza siku za saa za asubuhi. Ukiwa na muda wa kumwomba Mungu mchana napo ni jema. Daudi anasema mara 3 kila siku ninakushukuru mimi. Akiwa mfalme hana kitu cha kuomba, vyote anavyo. Lakini anasema mara 3 kila siku, mchana na usiku na asubuhi ninakushukuru. Ni desturi. Ni kitu ambacho kinaendelea. Yaani hakuna kitu kibaya kama mtu hana saa za kuamka. Anaweza kuamka saa 2, anaweza kuamka saa 5, anaweza kuamka saa 12. Siku nyingine anaweza kukosa usingizi akaamka saa 10:30. Yaani hana utaratibu hapana, lazima tuwe na desturi. Ni jambo jema. Tuwe na desturi ya kufundisha watoto wetu neno la Mungu. Kama vile ambavyo wazazi wana desturi labda ya kuwafundisha watoto elimu ya duniani, kusoma, kuandika, kuhesabu na nini. Tuwe na desturi, yani tuwe na tabia hiyo. Tuwe na desturi ya kuingia nyumbani. Kuna mtu mwingine huwezi kujua anaingia nyumbani saa ngapi. Na akitokea kama ana desturi ya kuingia nyumbani ni saa 5, saa 6 alfajiri, majogoo wanasema. Hizo ndio desturi za wanadamu. Lakini desturi ya Kristo ni kwenda bustanini, sehemu ya siri, kuomba, kumshukuru Mungu, kuwahubiri wanafunzi wake. Alikuwa anaenda na wanafunzi wake, wakati mwingine alikuwa anaenda peke yake. Tuwe na desturi. Tuende katika kitabu cha Luka, tuangalie sehemu nyingine tuone Luka mlango ule wa 4 mstari wa 16 tusome. Luka 4:16 anasema, Luka 4:16.
Anasema akaenda Nazareti hapo alipolelewa na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Leo hii hatuna sinagogi wala hatuna Sabato. Tuna kanisa. Unaweza kusema tunashika Sabato. Kama hivyo basi tuliite sinagogi. Kwa hiyo sinagogi liliondoka likaja kanisa. Siku ya Sabato iliondoka akaja Kristo. Kwa hiyo lakini wakati huo alikuwa bado anaishi katika agano jipya, katika agano la kale Kristo. Anasema siku ya Sabato akaingia katika sinagogi na kama ilivyokuwa desturi yake akasimama ili asome. Tunatakiwa tuwe na desturi ya kusoma neno la Mungu. Huyu mtu alikuwa na desturi Kristo. Tunamwona ni mtu wa desturi. Leo hii mtu mwenye tabia ya desturi wanamuona ni mkoloni. Ndio sio? Mtu mwenye desturi. Kwa mfano kama ikitokea labda kuna baba akasema lazima desturi yetu hapa ni kuingia nyumbani kabla ya giza kuingia. Anasema ni mbaya. Ndio sio? Si ndivyo ilivyo? Tuseme ndio au sio? Ndivyo ilivyo. Lakini matendo ya giza, niwahi kufundisha somo hapa la giza, mambo ya giza. Muda wote hata Yesu walikuja kumkamata kwenye giza mchana, anasema muda wote nilikuwa nahubiri asubuhi mchana hamkunishika. Sasa saa yenu ya giza ishafika sasa. Leo hii Biblia inasema wale wao hulewa usiku. Wafanyao uzini usiku. Washerati usiku. Kwa hiyo tunamwona kwamba Kristo alikuwa na desturi nzuri. Tujifunze kuwa na desturi kama tumeamua kumfanana Kristo. Kristo alikuwa na desturi. Na sio Kristo peke yake, Wakristo wote makini wao wanakuwa na desturi. Hem tuende katika kwa hiyo tumeona desturi ya Kristo kusoma neno la Mungu na kwenda kanisani. Kwa leo tunasema ni kanisani, japo alikuwa anaenda sinagogi. Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 17. Tuanzie 1 na 2. Matendo ya Mitume 17 1 na 2 anasema hivi. Matendo ya Mitume 17 1 na 2 anasema hivi. Anasema wakiisha kupita kati ya Amfipoli na Apolonia wakafika Tesalonike ambapo palikuwa na sinagogi la Wayahudi na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimo akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3. Tunaona kwamba kwenda kanisani ni desturi ya watu wote ambao tunataka kujifunza Ukristo kutoka kwao. Sehemu mbili za kujifunza Ukristo kubwa. Kwanza ni kwa Kristo mwenyewe, sehemu ya pili kwa Paulo. Tunaona ni watu wa desturi. Leo hii kuna watu ambao kwenda kanisani kwao ni free flow anaita, ni unpredictable, yani haitabiriki. Itategemea tu mazingira ya siku hiyo. Mkristo mzuri ni yule ambaye maadamu malango ya kanisa yamefunguliwa yako wazi, kuna huduma inaendelea na mimi nikiwa nina pumzi, nina afya, nitaenda kanisani. Tuwe na desturi hiyo. Na kitu chochote ambacho unakifanya kwa desturi huwa ni chepesi kuliko kile ambacho huna desturi. Kwa mfano, mtu ambaye ana desturi ya kufanya mazoezi, labda anakimbia, anafanya nini, ni marahisi kwake kuliko mtu ambaye anafanya labda wakati akikutana na mtu ambaye mbona kama una kitabu siku hizi, anasema anaanza mazoezi, anaenda anafanya leo na kesho ameacha. Huyo yatamshinda, lakini yule ambaye ana desturi ya kufanya mazoezi, lakini Biblia inasema mazoezi ya viungo ni mazuri, lakini mazoezi ya rohoni kwa faa zaidi. Biblia inasema katika Timotheo. Kwa hiyo imetupasa kuwa na desturi ya zaidi ya rohoni kuliko hata ya mwilini. Hem tuende katika kitabu cha Waebrania mlango ule wa 10:25. Desturi nzuri. Kuna desturi mbaya by the way. Sio kila desturi ni nzuri. Ni zile desturi ni nini? Neno desturi ni kufanya jambo kwa mpangilio uliouzoea, uliojiwekea, uliozoeleka, kitu ambacho kinaendelea vile vile. Sasa kuwa na desturi pia, neno desturi pia huwa linatumika kama mapokeo. Yaani maneno yanafanana, yani ulivyopokea kitu unakifanya vile vile. Kuna mapokeo mazuri na mapokeo mabaya. Tutakuja kuona kwamba ni maana nyingine ya desturi au muktadha mwingine wa desturi ni mapokeo. Kwa mfano kuna mapokeo ya kuendesha ibada.
Lazima tuone mapokeo ya Kristo alikuwa na utaratibu wake. Kwa mfano, Kristo Biblia inasema alipokuwa anahubiri, alikuwa anaenda wanakaa. Wakisha kaa, aidha yeye anakaa au anasimama, wanaanza kusikiliza, wanaacha kelele na kuimba na nini, wanamsikiliza Kristo. Hiyo ni mapokeo ya kuendesha ibada. Ndio tunafanya hapa. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna mapokeo, kuna desturi, mambo yanakaribiana na yote ni utaratibu wa kufanya mambo kwa kuyarudia hivyo hivyo ili kusudi kuwe rahisi. Kwa mfano hata kuna na saa za kulala. Desturi, nakwambia saa fulani kabla ya hapo usingizi hauji, baada ya hapo sitasinzia vizuri vile vile. Unakuwa na muda mzuri wa kulala na inashauriwa kulala mapema na kuamka mapema. Huwa ni njia nzuri, lakini inategemea pia na majukumu. Kwa mfano wakati mwingine mimi nakosa muda wa kulala mapema. Unakuwa na kazi. Sasa tuseme katika Waebrania 5 nimesema 10:25 Waebrania 10:25 Waebrania 10:25 vinasema wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ilivyo ile kuwa inakaribia. Paulo anaandikia Waebrania, anakuandikia mimi na wewe, anasema tusifanye nini? Tusiache kukusanyika. Neno kukusanyika ndio maana ya neno kanisa. Kanisa sio jengo. Pale mnapokusanyika katika jina la Kristo, katika kutafakari maneno ya Mungu, inakuwa ndo kanisa, ni kusanyiko. Tusiache kukusanyika, tusiache kwenda kanisani kwa lugha nyingine. Kama ilivyo desturi. Kuna desturi ya watu wa kutokwenda kanisani. Kuna watu wanaenda kanisani Christmas. Kuna watu wengine wanaenda kanisani sikukuu moja moja. Au katikati tu akijisikia anamwambia mimi leo ndo sabato yangu naenda, Jumamosi yangu moja, mwingine anakuambia Jumapili na yani hana utaratibu. Mwingine anakuambia naenda tu kipindi Mungu anatutaka anasema tusiache kukusanyika. Kimsingi tukiona hatuendi kanisani, nikiri kwamba na ninyi tunaongea hapa, ili sio tatizo lenu. Wengi tunakusanyika sana mara kwa mara. Lakini shetani Biblia inasema aliyesimama afanye nini? Angalia sianguke. Kwa mfano leo hii watu wanasubiri ndoa imesha kufa ndo wanaanza kuitengeneza. Inatakiwa ionywe, ifundishwe, isemwe kila siku, hasa ikiwa nzuri, ili kusudi sije kaenda kwenye ubaya. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anasema sasa mbona tunakwenda kanisani, tunafanya ndio tunaenda, lakini tunajionya tukiwa tumesimama ili kusudi tusije tukateteleka na kuanguka. Na anguko huwa ni kubwa kuliko kwa hiyo anasema tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane. Leo hii watu hawataka kusikia neno kuonya. Muda wote, na nilikuwa nawasomea kwa Matendo ya Mitume sasa hivi kabla ya kwanza. Anasema katika miaka mitatu yote sikuacha kuwaonya. Muda wote anasema ukisoma katika Timotheo 2:3-16 anasema kila neno la Mungu lafaa kwa mafundisho. Yenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuonya. Muda wote neno la Mungu, ibada, kusanyiko, mahubiri lazima ndani yake kwa sehemu kubwa yawe na kuonyana. Ndio neno linalotokea mara nyingi. Anasema lihubiri neno wakati ufaao na wakati usiofaa, onya, karipia, fanya vyote hivyo. Lakini leo hii makanisani hivyo vitu ndivyo havitakiwi. Kanisani ni sehemu ya kwenda kusifiana, kusema historia zao na kuambia mimi ndio ninakubalika kuliko watu wote, mimi ni vitu vyote vya namna hiyo. Hapana, tunapokusanyika makanisani, neno linalotokea la kwanza kabisa huwa ni habari za kuonyana. Na anayeonya ni sio mimi. Anayeonya ni neno la Mungu. Anayeonya neno la Mungu. Hiyo ndio ibada. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia habari za desturi. Zimetokana tu na tabia ya Kristo, ya desturi yake ya kwenda kwenye bustani ya Getsemane.
Ni vizuri tuwe na desturi nzuri jamani. Tuzipime. Desturi, faida ya desturi, faida ya kuwa na desturi ya kufanya mambo mazuri, faida yake ni kubwa. Haikupi shida kuifanya kwa sababu unakuwa ushazoea. Lakini ukiona ni tabia ya dunia kuwa na utaratibu wowote. Kwa mfano hata uvaaji. Unajua wewe niambie kuna watu kwenye kuvaa unaweza kukutana naye hana desturi ya mavazi. Unaweza kukutana naye leo ameenda amevaa amejifunika vizuri ukasema huyu malaika. Kesho sehemu hiyo hiyo ukakutana naye amevaa ukafikiri kahaba yuko anajiuza. Huwezi ukatabiri vazi lake. Linatuhusu hili? Linatuhusu. Lazima ituhusu. Yaani unakuta mtu ana mavazi ya kikahaba, ana mavazi ya kimalaika, ana mavazi ya kuigizia. Yaani vyote tu vimejaa kwenye nani yake, kwenye sanduku lake la mavazi. Hapana. Lazima tuwe kuna desturi ya kuvaa Kikristo. Leo hii desturi ya kuvaa Kikristo ni kuvaa nusu uchi. Kuna desturi kwa mfano Waislamu wana desturi zao za kuvaa ambazo ni za kujifunika. Leo desturi ya Mkristo ukisema mtu anayevaa desturi ya Mkristo ni kuvaa uchi au akivaa gauni kama ni msichana limefika chini lakini limemchora hasa likifika sehemu ya viungo vya kati. Au limeshuka mpaka hapa. Linakaribia kufika tumboni, huku juu liko wazi. Au mgongoni liko wazi. Au lina madirisha huku. Au makwapa. Hayo ndio uvaaji wa Kristo huo. Ndio uvaaji wa Kristo. Tujiseme hatumpendezi Mungu. Mungu hawezi kupendezwa alafu kutoka pale tunajiita wa Kristo. Tunamfanana na Kristo. Mimi nasema tunamdhalilisha Kristo. Anasema Mungu anajisikia ukisoma katika Waebrania anasema kuna watu ambao Mungu hasikii haoni aibu kuitwa Mungu wao. Mimi na uhakika Mungu akiangalia mienendo yetu wa Kristo anajisikia aibu ndio sababu anajificha. Mungu amejificha. Unajua ukiona aibu unajificha si ndio tabia ya kawaida. Mtu mwenye aibu wao anajificha. Anaweza hata akajificha kwa kugeuka. Mungu ajificha. Daudi anasema bana mbona wasimama mbali. Kwa nini kujificha wakati wa taabu? Daudi anamwambia Mungu. Mungu hakumjibu lakini naamini Mungu Biblia inasema mkaribieni Mungu na atakaribia. Tunapomkaribia Mungu na yeye akajisikia. Anasema sikutaka kwenda huko kwenye Waebrania. Actually niko kwenye Waebrania. Tena kwenye 11 nimefungua hapo. Ngoja nipasome. Anasema mstari wa 16 lakini nilikuwa pale sikuwa nimepanga kwa hiyo nimejikuta tu hilo neno nilipofungua ndo hapo. Actually sikufungua nimekuta tu pamefunguliwa. Kwa hiyo kwa sababu imeletwa kwa nini nisilisome? Sikuwa nimelipanga lakini ilikuwa hapa. Anasema lakini sasa mstari wa 16 Waebrania 11. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora yaani ya mbinguni kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao maana amewatengenezea mji. Kuna watu ambao Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao. Leo hii Mungu anaona haya kuitwa Mungu wa Kristo. Kweli kabisa. Nani anadhani kwamba Wakristo wanampendeza Mungu kwa mienendo yao? Wakristo wanaokufa kwa ukimwi kuliko dunia ndio ambao Mungu asione haya kwao. Tulishasema tunaendelea kusema mpaka ule ukimwi utakapoisha kwamba ile mikoa ya Wakristo ndiyo yenye uzinifu mwingi na uasherati na ukimwi mwingi kuliko mikoa ambayo haina wao Wakristo. Akitokea mtu akaja na data za kisayansi anasema umedanganya. Anikate shingo. Picha
picha za ngono zinarekodiwa kutoka kwenye mataifa ya Kikristo kuliko mataifa sio ya Kikristo. Rushwa iko kwa Kristo. Maeneo hapa kwa mfano bara kuliko visiwani. Alafu Mungu ajisikie fahari kuwa unaweza kusema sasa ina maana nitaibadilisha dunia. Badilika wewe mwenyewe, mimi na wewe pekee yetu tubadilike. Waache hao wengine watapambana na Mungu wao. Tulikuwa tunaongelea desturi tukafika hata huko. Watu wana desturi nzuri. Lakini pia kwenye desturi kuna maneno kama mapokeo. Kuna mapokeo mengi ni mabaya. Lakini kuna mapokeo pia mazuri. Mapokeo ni vitu, ni uendeshaji wa mambo kama ulivyopewa. Kuna mapokeo ya kibiblia. Twende katika, kwa hiyo natafuta neno ambalo linafanana na hilo. Twende katika wa Tesalonike. Tesalonike wa pili sehemu mbili tutazisoma. Tesalonike wa pili 2:15 anasema hivi. Wa Tesalonike wa pili 2:15 tujifunze pia kuna desturi watu wanafanya kanisani. Tuabidi tuzishike. Kwa mfano, uimbaji. Leo hii makanisa kwa mfano ya Kristo haya mwendo kasi hayana uimbaji ambao ni standard. Ikitokea kwamba kuna mtindo wa duniani labda si imekuja ile inaitwaje ya South Africa wanaenda huko wanaenda huko. Ile kwenye harusi. Kwaito yes. Ikihiti sana mtaani wanaingiza kanisani. Wakija wa Kongo wakanengua suku sisi vitu gani nao wanaingiza. Lazima tuwe na desturi au mapokeo ya kuimba ambayo dunia inabadilika kila siku. Biblia inasema dunia inapita. Kitu kinachopita maana yake ni kitu ambacho hakiko stable. Kinabadilika. Kinabadilika. Tulikuwa tunatafuta wa Tesalonike wa pili 15 anasema hivi. Wa pili Tesalonike 2:15 anasema hivi. Basi ndugu, simameni imara, mkayashike mapokeo mliofundishwa, ama kwa maneno ama kwa waraka wetu. Kuna mapokeo mengine tunafanya kibaptisti hapa IFB. Wakati mwingine hayakuandikwa ni ya maneno lakini mazuri. Yanatuzuia kwenda kwenye mkumbo wa kidunia na kudanganyika. Lakini pia anasema kuna mapokeo ya kibiblia ya waraka. Yale mazuri yote. Kwa hiyo ni kuwa makini nalo na kulijua kwamba tunasema watu wanaenda kwa mapokeo, ndio kuna mapokeo mazuri. Ni kama haya anayosema Paulo. Anasema katika Timotheo Tesalonike hiyo tulikuwa mlango wa 2 twende wa 3. Mstari wa 6 anasema hivi. Ndugu, twawaagiza katika jina la Bwana Yesu Kristo, jitengeni nafsi zenu na kila ndugu aendaye bila utaratibu, wala si kwa kufuata mapokeo mliopokea kwetu. Mfano kuna makanisa yanajifunza uendeshaji wa ibada kutoka kwetu. Watu tunatoa mfano wa kanisa lililoko huko mikoa ya Songea huko. Ikitokea kwamba wakaanza kuendesha mambo ambayo hayaendani kulingana na Paulo kama tulivyo yatoa. Anasema huyo mtu mjitenge naye kabisa. Kwa hiyo tunaona desturi, tunaona mapokeo, tunaweza kaendelea sana lakini turudi sasa katika mlango wa 18 tulikuwa tunaangalia mstari wa pili ule. Tuangalie mstari wa kwanza kidogo nao tutafakari kidogo afu tusonge mbele. Mstari wa kwanza anasema alipokwisha kusema hayo, ngoja ni usome katika King James. Anasema King James. Mstari wa kwanza anasema hivi, when Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Kidron, where was a garden into which he entered and his disciples. Anasema baada ya Yesu kusema maneno hayo. Maneno. Nilikuwa natafuta ile neno maneno. Hapa anasema alipokwisha kusema hayo, hajayataja kwamba ni maneno. Ukisema unasema maneno, si maneno. King James imeyaweka. Leo hii niliwahi kukaa kwenye
kanisa hili la mwendokasi hili. Mtu mmoja akawa anahubiri kwamba Mungu nishalisema ile lakini niseme kwa sababu nimekuja hapa. Mungu Yesu hana maneno, ana neno. Yaani tukaanza mwanzo mpaka mwisho tukiwa tunafundishwa uongo. Soma anasema nini? Neno. Nini? Neno. Wakati mwingine mnasimama neno, mnakaa chini neno. Maneno ya uongo kabisa. Yesu anamaliza kunena maneno. Sehemu nyingine Biblia inasema ni neno la Mungu, sehemu nyingine inasema maneno ya Mungu. Kikubwa ni ujumbe wa Mungu. Lakini ninachotaka kusitiza hapa sio hilo kanisa la mwendokasi au makanisa ndivyo yalivyo yote. Siku moja tulifundishwa tofauti kati nami nikasikia sauti kuu. Sehemu nyingine nikasikia sauti kubwa kule kwenye Ufunuo. Tukaanza mwanzo mpaka mwisho tunafundishwa tofauti ya kuu na kubwa. Lakini msingi kwenye King James, maana Biblia kweli hakuna tofauti. Alikuwa anachoongelea ni ukubwa wa ile sauti. Eti sauti kuu inaweza kuwa ni sauti ndogo lakini ni kuu. Wakati kuna sauti kubwa haina ujumbe hamna. Ilikuwa tu anaanza kutafakari vitu vya rohoni mwake vya uongo. Biblia mimi niwaambie ninavyohubiri. Na ndivyo tunavyotakiwa. Biblia inasema tuyalinganishe maneno ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Biblia lazima ukishasoma sehemu moja, lazima ulinganishe na sehemu nyingine zote upate ujumbe mmoja. Ukienda sehemu moja peke yake, utaanza kutafakari kulingana na wewe unavyofikiria. Lakini Biblia ina tabia ya kuitafakari. Kwa mfano, nilishatoa mfano. Ukisoma ukitafuta neno kanisa, ukisoma kwenye Zaburi ya 22 ukalinganisha na Waebrania 2. Pale Ebrania 2:12 na 22:22 kule. Zaburi 22:22 na Ebrania 2:12. Hapo ndo unapata neno maana ya kanisa kwamba ndio inaitwa kusanyiko. Anasema katikati huku kwenye Zaburi, anasema katikati ya kusanyiko nitakuimbia sifa. Alafu anakuja maneno hayo anayanukuu kwenye Waebrania 2:12 anasema katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Kwa hiyo hilo neno linakuwa limekupa definition ya neno kanisa ndio kusanyiko. Sasa ndivyo tunavyotafuta. Wewe ukaanza kusema tofauti ya kuu na kubwa, utaingia kwenye kamusi za Kiswahili zitakwambia vitu vya duniani. Huwezi kumchanganyia Mungu na fahamu zako akakukubali. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia hoja ya maneno. Yesu alipomaliza hajasema walivyomaliza kuimba, walivyomaliza kutoa sadaka, walivyomaliza kupea na kufufua wafu na nini. Anasema alivyomaliza yale maneno. Ni jukumu letu kuja kufunga maneno ya wanadamu na kufungulia maneno ya Mungu na kuyamaliza. Tunakaribia kumaliza kitabu cha Yohana. Mimi najisikia ni kama naenda na utafuta mlango wa 21 na usubiria kwa hamu. Zaburi ya 136 Biblia inasema anasema nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi waigojavyo asubuhi. Mimi nasubiria tumalize Yohana niweke pembeni. Kwa sababu nitakuwa najua kwamba maneno ya Mungu nimeala kuanzia mlango wa kwanza mpaka mlango wa mwisho. Sehemu nyingine tulikuwa nakaa mle wiki 4, mwezi mzima nasoma sura moja. Ndio maneno ya Yesu. Ukitoka pale unasema umekula maneno ya Yesu. Kwa hiyo lazima tuwe tayari kwenda sawa na Kristo. Huwezi ukaenda sawa na wanengwaji wa Kikongo, ukaenda sawa na wavaaji wa Kinigeria, ukaenda sawa mtu anaenda kuhubiri amechonga lake kama la Will Smith anayeigiza alafu anakuambia yuko anamhudumia Mungu. Biblia inasema msifanane dunia. Wala msifatishe namna ya dunia. Warumi mlango wa 12. Lakini tukimfanana na Kristo anamaliza maneno na sisi tunamaliza maneno. Tunakaribia kumaliza kitabu cha Mwanzo. Tuko tunaingia kwenye 10 la mwisho katika yale 15. Ni kitu ambacho hakija kufanyika na kanisa lolote Tanzania na halitafanyika kwa miaka mingi ijayo. Kwangu naona tunaenda kugraduate degree. Mvua zikanyesha, matatizo yakatupata, kuugua tukaugua. Katikati mwa hicho kitabu nakumbuka nililazwa, lakini bado ukaja tukakiendeleza. Tutakimaliza. Nenda kusikia maneno ya Mungu. Ukisoma katika kabla ya kwenda kusoma pale, tuangalia maneno. Kwa hiyo tunaona Kristo
anasisitiza na Biblia inatukumbusha kusisitiza maneno ya Mungu. Leo hii kuna watu wanaweza kaingia makanisani wakakaa hata masaa 8 wananena maneno ya wanadamu, watamnukuu Obama, watamnukuu Mandela, watamnukuu yule Mhindi anaitwa nani, si anaitwa Mahatma Gandhi, watawanukuu wana falsafa wote wakubwa, lakini hawatainukuu Yohana mlango wa kwanza, mlango wa pili, mlango wa 21. Hawawezi. Watamnukuu Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Taarifa zake ukizisikia hutatamani kumsikiliza. Lakini leo ndo kama ni kama baba wa kiroho wa makanisa ya karibu yote duniani. Ukiona mtu anapendwa na makanisa, anapendwa kuliko hata Yesu, hata kama alikuwa anaonekana ni malaika mwema, jiweka question mark kama 5. Nitakuja kuhubiri habari za Martin Luther King Jr. ambaye makanisa yamemfanya kama ni malaika wao. Yule Marekani mweusi. Tutafika huko nako. Tusome katika twende sasa katika hoja ya pili inayopatikana mstari wa 3 peke yake. Hoja ya pili inayosema adui au msaliti wa ndani. Ngoja nieleze kidogo. Lengo la hoja kama hii kwanza tumeikuta kwenye Biblia, kwa hiyo hatuwezi kuhubiri kitu nje ya Biblia, lakini hatutakiacha tu kwa vile labda kinaweza kawa hakivutii sana. Adui wa ndani au msaliti wa ndani hatufundishwi ili kusudi twende tukashikane uchawi. Kwamba leo nimefundishwa kwamba adui wa ndani wewe ndio utakuwa adui, hapana. Tunafundishwa kwanza muktadha mkubwa kabisa wa kufundishwa hiki ni kujua kwamba linaweza likatupata kama ilivyompata Yesu. Na yes, naweza kupata kama ilivyompata Yesu. Leo hii watu wakisalitiwa kutoka nani? Yuda alimsaliti Yesu. Yaani hawana uwezo wa kustahimili hilo tatizo. Anakuambia naona maisha ya mume wangu ameniacha, amenifanyia hiki na hiki, najiua. Mke wangu amenifanya hiki na hiki, najimaliza, najitundika. Unasikia ajitundika baada ya kugundua kwamba kuna jana nimesikia kuna mmoja si amemuoa mwenzake kwa sababu amemgundua anatumia ARVs. Kimya si nimeiona kwenye mtandao. Hiyo yote ni kutokana na kutokujua kwamba Kristo mbona alisalitiwa. Tukishajua kama Kristo mwenyewe anasalitiwa, bado maisha yakaendelea. Kwa nini na sisi sio kama Kristo katika hilo? Mstari wa 3 anasema hivi. Anasema mstari wa 3. Mstari wa 3 anasema basi Yuda akiisha kupokea kikosi cha askari na watumishi waliotoka kwa wakuu wa makuhani na mafarisayo, akaenda huko na taa na mienge na silaha. Sehemu nyingine Yesu akamwambia, sema Yuda, kwenye injili nyingine anasema vipi, unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu? Kusoma kwenye Mathayo. Aliyemsaliti Yesu, aliyemuuza ni mtu wa ndani. Sihitaji kusitiza sana haya, labda hayajatupata, lakini ni vizuri pia kujua kwamba hilo nalo lipo na actually ndilo kubwa. Leo hii mtaa au duka au nini haliibiwi isipokuwa kama watu wa ndani hawamehusika. Sasa kama imempata Kristo, kwa nini na sisi tusijiandae kwa hili? Kwa nini? Unajua ukikutana na jambo ambalo ulishalisikia na yamkini kama unalitegemea au unalitarajia, halitakuchanganya sana kama likikupata kwa mara ya kwanza bila kutegemea.
Kitu chote ambacho ulishasikia kama kimempata Kristo na mimi kinaweza kunipata. Siku nitakapokupata hutapanic. Utaumia tu kawaida. Tusome sehemu nyingine ndio kawaida yetu lazima tuunganishe. Tuone iliyompata. Twende katika Mathayo. Mathayo 10:36. Mathayo tulikuwa kwenye Yohana rudi kushoto, utazidi Luka, Marko, Mathayo mlango wa 10 mstari wa 36. Mathayo 10:36 anasema na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Haya ni maneno ya Kristo. Huyu Kristo kwa viwango vya Wakristo wa leo usitaonekana Kristo ni mchonganishi huyu. Haya leo Bwana anasema ni Kristo, alikuwa anahubiri. Anasema adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake. Kristo ana upendo. Tupendane. Sasa mbona akasema haya maneno? Anatupenda, ana upendo. Lakini haimzuii kutuonya na kutuambia ukweli. Huo ukweli. Kulingana na Kristo adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni hii. Maana yake ni nitaendelea baadaye lakini ngoja niseme kwa ufupi afu nitaenda mbele tena. Imetupasa ndugu zanguni. Wewe unaweza kuwa ni kijana wa leo ni mzazi wa kesho. Unaweza kuwa ni mzazi wa leo ndo wakati wako. Lazima tuhakikishe tumeshika mioyo ya watu wa nyumbani mwetu kwa kutumia neno la Mungu. Ushike. Biblia inasema sana huko sehemu nyingine nishausema huo mstari, anasema mwanangu nipe moyo wako ukaziangalie njia zangu. Tutashika mioyo ya watoto wetu kwa mifano ya mienendo yetu. Kwa mfano, mtoto anayekuja nyumbani saa anazotaka akaja saa 4, usishangae kesho mtoto kama ameshakupangia na majambazi wa nje. Lakini kama umemshika moyo wake kwa mienendo yako ya saa unazoingia na yeye hata kuja saa zile ambazo ni za hatari ambazo anaweza kawa amepanga na wauaji au na watesi au na majambazi na vibaka. Kwa hiyo ujumbe unaokuja hapa ni nini? Kwa sababu kulingana na Kristo uwezekano mkubwa na hata aliyomkuta ukiacha aliyosema lakini na hata aliyompata. Tunalinganisha Yohana tunaisoma na Mathayo 10 hapo. Yote aliyosema na aliyoyapitia yanafanana. Tunaona uwezekano mkubwa adui anatokea ndani. Dawa yake lazima tuwe na jukumu kubwa la kutengeneza sana ndani. Unajua kuna watu wanajua kutengeneza nje kuliko ndani. Unakuta mtu ni mwalimu mzuri wa shule. Anajua kuwafundisha watoto wanatoka na ana discipline lakini nyumbani kwake ni uharibifu kabisa. Mna taarifa hiyo? Kuna wachungaji unakuta ni mzuri anahubiri anafanya nini lakini watoto kimsingi inajulikana watoto wachungaji epuka kama unaenda kuoa usiwe mtoto wa mchungaji. Utaoa au kuolewa vile vile. Utapata hasara. Jana nasikia siku kuna binti yake TB Joshua kaolewa hapa Tanzania. Na hakika yule mwanaume amelipata la moto. Hapo Arusha. Ungalibite. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Kwa vile tumeaswa na Kristo mwenyewe kwa matendo na kwa kauli kwamba adui uwezekano mkubwa anatokea ndani, imetupasa kuchukua muda mwingi kuhakikisha kwamba tunaishika mioyo yetu na mioyo ya watu wetu wa ndani. Shika moyo wa mmeo ukibahatika kumpata mwenye moyo, maana kuna wengine hana hata moyo. Ukibahatika kumpata mwenye moyo, ushike. Kama hana moyo basi una hasara kama wengine wote. Shika moyo wa mkeo, shika mioyo ya watoto wako. Sasa unaweza ukashika mioyo ya mwenzi wako, mkeo, mmeo, ikakushinda. Lakini ukishindwa kushika moyo wa mtoto wako ujue ni wewe mwenyewe. Amina. Yes, kwa sababu ukishashika mioyo hao adui wa ndani hayupo. Anaweza katokea wa ajabu kama Yuda lakini uwezekano mkubwa ni mdogo. Wa hilo ni mdogo. Ni wewe unaongea neno sio sahihi. Uwezekano mkubwa mdogo hapana. Haipo. Uwezekano wa namna hiyo haupo au ni mdogo.
Tusome sitaenda huko lakini Yesu alikuwa ananukuu Biblia vile vile kwa sababu alikuwa anasoma ni neno alitoa lakini naona kama alikuwa analithibitisha. Kwenye Mika 7:6. Mika 7:6. Ngoja tuende pale kidogo. Kusudi Mika 7:6 anasema hivi. Kitabu cha Mika kwenye wale manabii wadogo, wanaitwa manabii wadogo baada ya akina Ezekiel wale wakubwa na Daniel na Hosea wanaingia kina Mika. Mika mlango wa 7 mstari wa 6 Biblia inasema kwa maana mwana humwaibisha babaye na binti huondoka ashindane na mamaye na mwanamke aliyeolewa hushindana na maavyaye mama aliyeolewa yule binti anayemsaidia kazi ndio maavyaye wanashindana leo hii anaolewa badala yake. Sifikiri kwamba yanatokea hivi. Yesu alishasema. Sema tu hataki usikia. Anasema adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Adui za mtu ni watu. Biblia inasema walikuwa wamemtafuta Yesu muda mrefu sana lakini mpaka walipokutana na Yuda. Wanasema walishajaribu wakatuma askari walikuwa hawana uwezo wa kumkamata Yesu mpaka walivopata mtu mwenye tamaa ya pesa anaweza kuambia tunafunga mlango saa hizi na nini akawapa mchongo wa ndani. Kwa hiyo tuishike Zaburi ya 41 mstari wa 9. Twende kidogo haraka. Zaburi ya 41 nimesema nitamaliza hizi hoja tatu leo. Tuombeane tuzimalize. Zaburi ya 41 mstari wa 9 anasema msiri wangu tena niliyemtumaini aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Unajua yule mtu uliyewekeza kwake. Hilo nalo tulizoea. Sasa hapa sio tu adui ndani. Jamani hili tulizoea ndugu zangu. Leo hii utasikia anatokea kijana anakuambia huyu kuna binti nilikuwa nimempenda, baada ya kumpenda nikampeleka nikamsomesha, baada ya kumaliza kusoma nimefanya nini? Ameniacha ameolewa na mtu mwingine najiua. Ndio sio? Ipo haipo. Anamwambia mimi nilikuwa na kaka mmoja, alikuwa na shida, wakati ana tabu zake na nini, anasoma shule, tukawa tunafanya uzinifu vyote vile, baadaye amemaliza shule, ameanza kupata hela, ameoa mwingine ameniacha mimi. Hiyo ipo haipo? Ipo. Sasa wewe unasema tunajifunza hii wewe. Kwanza kitu kwanza tujue kwamba ipo. Pili, panapo sababu na uwezo wa kuepuka tuepuke. Kwa sababu anasema Kristo mwenyewe anasema msiri wangu tena niliyemtumaini. Yule mtu aliyekuwa unamtumaini. Mimi niwahi kufundisha somo hapa jingine kama nakumbuka siji mwaka jana. Mlikumbuka ile somo. Inasema hivi, namna ya kuwa na furaha. Mojawapo ya kuwa na furaha ni kupunguza matumaini yako kwa watu kwa ujumla. Yaani sio yaondoe lakini usiyafanye yasiende juu sana. Ili kusudi usije ukapata kitu kinaitwa disappointment au kukatishwa tamaa. Yaani mtu unakuta furaha yake ameiwekeza kwa mume wake, kwa mke wake, furaha yako hiyo kwa Kristo ndio hawezi kubadilika. Biblia inasema mimi Mungu sibadiliki. Leo hii unakuta Biblia imefungwa inanuka vumbi lakini mwanadamu anaitafuta furaha. Ataiweka wapi? Ataiweka kwenye ng'ombe zake, ataiweka kwenye pesa zake, ataiweka kwenye kwa watu wake, watoto wake na nini. Mungu hapana. Imetupasa kuweka sawa matumaini yetu lakini yasiwe makubwa sana. Siweke matumaini makubwa sana. Kwa sababu msiri wangu tena niliyemtumainie aliyekula chakula changu uliyewekeza kwake kwa lugha nyingine. Anasema huyo ndiye ameniinulia. Kuinua kisigino ni kukuacha. Ukiona mtu ameinua kisigino maana yake unajua ameondoka huko. Kadhalika. Hem tuende katika hoja ya tatu na ya mwisho na hii tutafunga nayo
kutokana na mstari wa 4 mpaka wa 8 inayosema kushupaza shingo. Kushupaza shingo au kuwa na shingo ngumu. Sitaenda kwenye mistari ya Biblia inayohusu habari za kuwa na shingo ngumu. Ni mingi sana kwenye Agano la Kale, lakini nitagusa michache tu. Nitabaki hapa sana kwenye Yohana. Turudi katika Yohana mlango ule wa 18. So mstari wa 4 mpaka wa 8 anasema hivi. Mstari wa 4 anasema hivi. Basi Yesu hali akijua yote yatakayompata akatokea akawaambia, "Ni nani mnayemtafuta?" Wao wakajibu, "Ni Yesu Mnazareti." Yesu akamwambia, "Ni mimi." Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Mstari wa 6. Basi alipowaambia, "Ni mimi," walirudi nyuma wakaanguka chini. Mstari wa 7. Basi akauliza tena, "Mnamtafuta nani?" Ni kama alikuwa kama anawakejeli. Hebu niambie, mnamtafuta nani? Wakaanguka chini. Yesu Mnazareti wakiwa wanadondoka. Akatulia kawaangalia, naona wakiwa wanajikusanya na nini. Baadaye naona wakasimama tena. Okay, nishawaambia mnamtafuta nani jamani? Wakasema Yesu Mnazareti. Biblia inasema alianguka mara ya pili. Baadaye ndo anaendelea mstari wa 7. Basi akawauliza tena, "Mnamtafuta nani?" Wakasema Yesu Mnazareti. Yesu akawajibu, "Nimekwisha kuwaambia ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao." Mimi ninachojifunza hapa, Yesu hataki ukombozi wake uingiliwe na watu wengine. Okay, kuna ujumbe mkubwa ndio tutaangalia wa kushupaza shingo, lakini naona kitu kingine kwamba alikuwa anasema sasa kama mnanitafuta mimi, hawa wengine waacheni. Hawa nataka kazi. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 60 mpaka 63 pale anasema na mpaka 59 aliso. Sehemu nyingi pale kwenye Isaya 59 mpaka 63. Anasema nikaangalia nikakuta hakuna mwokozi mwingine. Anasema mkono wangu peke yangu ndio uliookoa. Ukamuokoa na yeye. Yesu anasema sitaki wamkamate na Petro, wamfunge na mimi, yani twende tumefungwa wengi, hapana. Anasema nataka nikomboe peke yangu. Unajua nini ujumbe wake ni nini? Mungu hataki kazi zako ziweze kushiriki kukupeleka mbinguni au kukomboa watu wengine. Anataka nguvu yake peke yake. Anasema tunaokolewa kwa neema. Anasema sio kwa jinsi ya imani. Wa Efeso 2:8 na 9. Wala si kwa matendo ili mwanadamu awaye yote asije akajisifu. Mungu hataki wokovu uweze kuhusishwa na kazi ya mwanadamu ili kusudi tusije tukajiletea sifa. Kwa hiyo anasema hao wengine naomba muache waondoke. Sasa kwanza ukisoma kwenye King James sina muda wa kwenda huko. Aliposema ni mimi, King James inatumia neno lile la Kristo. Anasema mimi ndiye. Mimi ndiye tuliwahi kusoma kwenye Yohana mlango wa 8. Mlango wa 8 wa kitabu hiki mwaka jana. Tuliona ndilo jina Yesu Mungu Baba alilojitambulisha kwa Musa kwenye Kutoka walipokutana kwenye mlango wa 3 na wa 4 wa Kutoka pale. Akasema sasa mimi unanituma kwa Wayahudi. Wakorofi wale. Mimi niliwaambia ni nani kanituma? Akasema nenda kaambia mimi ndiye nimekutuma mimi. Mimi ndiye. Yaani hakuna mwingine. Hilo ni jina la Mungu. Kwa hiyo kuna ujumbe wa pili kwamba jina la Mungu linapotajwa watu hudondoka, wakosefu wanadondoka. Yaani hawana nguvu. Mungu hasimami na wanadamu wakasimama. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anataja jina lake wanadondoka. Yesu alipokuwa anataja jina lake wanaenda chini. Sasa unaweza kusema tuchukulie kwamba wale watu ni kama na sisi. Sasa ni wakosefu kama sisi. Wadhani kama sisi. Ni wauaji kama sisi. Watu waliomuua Yesu ukilinganisha na watu wanaoua watoto wao matumboni leo hii, wa leo ni wengi zaidi. Kwa hiyo lazima tuangalie. Sasa ujumbe unaokuja hapa unatokana na wao lakini unatuhusu sisi wa leo ni kwamba tunapokuwa tumepanga kufanya kosa dhambi
yoyote ile. Hapa alikuwa anajipanga kumkamata na kumua Yesu. Yesu huwa Mungu kwa namna yote ile analeta ujumbe, analeta taarifa ili kusudi tugeuke, lakini bado huwa tuna tabia ya kushupaza shingo. Hawa watu katika hali ya kawaida kama walivyoshupaza shingo na sisi ndivyo tunavyoshupaza shingo kimsingi. Leo hii hakuna mtu anaingia katika tukio la uzinifu bila kujiuliza mara mbili. Naenda kumsaliti mke wangu, naenda kumsaliti mume wangu. Lakini bado anasema twende mbele. Unamwambia hapana, hili neno ni baya. Hawa watu ilikuwa inatosha tu kuonyesha jinsi walivyodondoka tu, ile nguvu ilivyowakumba. Ilikuwa inatosha sema bali jamani, ngoja tuahirishe, tukajipange upya. Tukaangalie. Labda kuna sehemu tunakosea. Huyu mtu ambaye anaongea tunadondoka sio kawaida. Hiyo haikuwa nguvu ya kawaida. Na kuna na mstari mwingine pale. Mstari wa 10 anasema hivi, basi Simoni Petro alikuwa na upanga, akaufuta, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio la kuume, na yule mtumwa jina lake aliitwa Marko. Basi Yesu akamwambia Petro, rudisha upanga alani mwake. Je, kikombe alichonipa Baba mimi nisikinywe? Huo mstari ukisoma katika Luka kwenye hiyo sehemu inaeleza na injili nyingine, mlango wa 22 wa Luka. Yesu alichukua lile sikio, sihitaji kwenda huko, mnakumbuka. Alilirudisha. Huo ni ujumbe wa pili. Kwamba huyu tunayemshika sio wanadamu. Tuko tunashindana makusudi ya Mungu. Ndiyo sio? Huko ni kushupaza shingo. Wewe mtu anakuambia mnafuta nani mnadondoka, anarudia mnadondoka. Baada ya hapo mtu anakatwa, anaanza kuvuja haraka kile kipande kinapachikwa upya, damu inakauka, mtu anakuwa salama, alafu mnaendelea kumtesa huyo mtu. Huo ni ujumbe wa wasiwasi. Huo ni ujumbe wa waziwazi. Hilo tukio la wakati Yesu anakamatwa halikuishia katika haya, yani Yesu alipotoa ujumbe huu aliutoa na sehemu nyingine. Hata Pilato aliletewa ujumbe. Ukisoma twende katika Mathayo mlango wa 27, Mathayo 27 tuone kila wakati kuna ujumbe unakuja, lakini bado wanadamu tuna tabia ya kushupaza shingo. Na Biblia inasema katika Mithali, anasema mtu aonywaye mara nyingi akiendelea kushupaza shingo lake huvunjika. Iko kwenye Biblia, ni mstari mgumu sana. Ni unastahili kusoma au ustahili kusoma? Unastahili kusoma. So hawa watu unaweza kuniambia hawakushupaza shingo? Je, wao sisi hatushupazi mashingo yetu? Lakini Biblia inasema hivi. Biblia inasema ni wakati wote tunatafuta Mathayo. Biblia inasema watu wangu hawa ijapokuwa wana moyo wa jiwe nitawapa mioyo ya nyama. Jiwe limeshupaa kweli kweli. Haligeuki, huwezi ukalifinyanga. Lakini Mungu anasema jinsi tunapoendelea kumsikiliza akatuambia maneno yake leo na kesho kutwa. Ile mioyo yetu make kushupaa, shingo inashupaa lakini moyo ndio umeshupaa kimsingi. Anasema baadaye mioyo ile ya mawe, ile migumu ile huwa anaiondoa na kutupa mioyo ya nini? Ya nyama. Mimi ninakuombea na ninajiombea mimi. Popote pale katika njia zetu za maisha yetu tuliposhupaza mashingo yetu na mioyo yetu kawa ya mawe, tuendelee Mungu atupe mioyo ya nyama. Ni mioyo mizuri. Mioyo mizuri ni mioyo ya nyama. Kwa hiyo Mathayo 27:19 anasema hivi, na alipokuwa juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea ujumbe kumwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa sana mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Huu ni ujumbe ulikuwa unapelekwa pia kwa Pilato. Pilato anasema, Pilato hii hukumu achana nayo. Mke wake anamwambia,
Chana na huyu. Mungu amenipa ujumbe kwamba unamhukumu mwenye haki, na mtu anapomhukumu mwenye haki akamwachilia mkosaji, yeye ndo anahukumiwa badala ya huyo. Pilato alikuwa hana nia ya kumhukumu Yesu, lakini alitaka sifa za wanadamu. Ndio maisha ya Mkristo vile vile. Tunafanana pia na Pilato leo. Watu tuko tayari kukataa kweli ya Mungu kwa sababu tunaogopa watu wengine. Kama Pilato alikuwa anasema jamani mimi namwachilia, isipokuwa kwa kuwafurahisha tunampiga mijeledi. Wakasema mijeledi haimtoshi auawe. Lakini kulingana na Pilato moyoni, hata zile fimbo ile mijeledi ilikuwa hastahili. Alisema sioni kosa. Kwa hiyo lakini inabidi nimchape kuwafurahisha. Wakasema hatutaki kufurahishwa kwa kuchapa, tunataka kufurahishwa kwa kuuawa kwa huyu. Kozi kuna vitu vingine vinafika wakati kwa sababu majira na nyakati yametimia. Kwa hiyo wakati mwingine makusudi ya Mungu yakija huna jinsi, yanafika. Anasema katika mlango huo wa tena 40 mstari wa 45. Mstari wa 45 Biblia inasema mstari wa 45 Mathayo 27 anasema hivi. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema Eloi Eloi lama sabakthani, yani Mungu wangu mbona umeniacha. Mungu alileta pia, hakuwaambia mafarisayo wale na maaskari na Pilato na nini, aliwaambia na Wayahudi. Mungu akaleta giza juu ya mji wa Yerusalemu kwamba mmeizimisha nuru, mlichokifanya sio sawa sawa. Walikuwa wanatosha pale, hata basi baada ya Yesu Kristo kufufuka walitakiwa waamini basi. Bado nao wakashupaza shingo. Huu ulikuwa ni ujumbe wa wazi. Mungu hatuhukumu isipokuwa ameshatuambia mara nyingi, hiki kitu sio sawa ndugu yangu. Hiki kitu sio sawa ndugu yangu. Hiki kitu acha ndugu yangu. Hiki kitu acha ndugu yangu. Kwa hiyo anatuambia, hatuambii mara moja. Mpaka sasa tunasikia Mungu anaongea mara ngapi? Mara 3 karibu mara 4. Mara 3. Anaendelea. Twende katika akailetea taifa lote la Israeli, twende mstari wa 51 mpaka 54. Anasema, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala, nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Mungu analeta uthibitisho mwingine kwamba jamani mnachokifanya sicho. Anapasua yani mambo yanatokea kule Kalvari, kule Golgotha, lakini ujumbe unarudi huku kwenye hekalu kula la Yerusalemu. Linapasuliwa patakatifu panaungana na patakatifu pa kawaida. Ujumbe ilikuwa inatosha basi, sashakufa hapo ni katika tukio hapo. Ilikuwa inatosha basi kumwamini baada ya hapo. Lakini bado watu tukashupaza shingo. Haikuishia kupasuka, tunaona kwamba pia kuna watu walifufuka wakawatokea watu. Ilikuwa inatosha kwamba nao ni ujumbe kama wa 6 sasa. Lakini bado tunashupaza shingo. Lakini sisi tunaosikia leo tusishupaze shingo. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana. Okay. Askari peke yake. Askari peke yake ndiye aliyeamini. Baada ya kuona yale mambo, alikiri akasema huyu kwa kweli alikuwa mwana wa Mungu. Yaani wewe jiulize watu waliomsikiliza Yesu na nini, ni askari tu peke yake. Na hivi tulikuwa tunatokea waziwazi. Leo hii watu wanaoamini Kristo sio wengi. Biblia inasema angalia makahaba na watoza ushuru wanatangulia kuingia mbinguni. Watu wa Mungu, watu waliokuwa wamekula chakula cha Kristo, waliokuwa wamehubiriwa, naamini maaskari sio sana, lakini anakuja askari mtu wa mwisho kabisa ndiye anayemwamini. Jamani, tunapoendelea kusikia maneno ya Mungu, usio ukasema okay, Mungu anasemaje na wewe ili kusudi tusipane shingo. Sio vile vitu tunavyo, mara nyingi sio vile vitu tunavyofikiria, au unaenda sehemu mtu anamwambia nimeenda nikafika njiani nikajikwaa, hii safari haikuwa sahihi. Hapana. Naomba tulielewe. Mungu haongei kwa sauti hiyo.
sauti kubwa. Anaweza kaleta mara chache, anaweza kuletea ndoto, labda unafanya kitu fulani akakuletea ndoto na nini. Lakini sehemu kubwa Mungu anaongea nayo ni neno lake. Kwa sababu shetani ana uwezo wa kuletea hata ndoto pia. Wakati mwingine unaweza kuletea ndoto za mateso ukafikiri ni Mungu, kumbe ni shetani. Ndoto nyingi za hatari pia nishafundisha somo la ndoto. Kwa hiyo tulirejelee. Lakini Mungu mara nyingi anaongea na sisi kwa neno lake, lakini anaweza kutuletea kwa ndoto, anaweza kutuletea kwa ujumbe. Akaja mtu akwambia bwana hiki kitu tunafanya sasa kiache. Ukamwona kwamba ni ujumbe wa Mungu. Kwa hiyo tusishupaze mashingo yetu. Na kuna vitu vingi ambavyo viko hapa. Lakini hem tusome okay. Biblia inasema katika sitaenda huko. Kusoma katika Isaya mlango wa 45 mstari wa 9 anasema ole wake. Ole wake mtu ashindanaye na Mungu wake. Huko ndo kushupaza shingo. Na anairudia katika Warumi mlango wa 20 sitaenda huko tena. Anasema je nini inaitwa ni kipande cha chungu kile kilichopasuka ni nini? Kigae, kama kigae. Je, kigae kishindane na mtu aliye kigae kimefinyangwa kikakaushwa. Mungu anasema tunaposhindana na Mungu kwenye Biblia kusoma kwenye Isaya 45:9 na kwenye Warumi 12:20 pale anasema tu ni kama 12 Warumi Warumi 12 Warumi 11 11 samani 12:20 sio hiyo 11 tena ni mstari wa 9 anasema tunafanya nini? Ni kama ni kigae kinataka kushindana na mfinyazi. Binadamu tuna tabia ya kushindana na Mungu. Tusikubali. Tubadilike. Tusikubali kushindana na Mungu kwa sababu Mungu hapendezi. Basi kwa maneno ya haya tutaishia hapa. Tuendelea wiki ijayo. Mungu awabariki sana. Baba mimi nakushukuru kwa neno hili. Nakushukuru mfalme wa wafalme kwa kutulisha chakula cha rohoni. Naomba Mungu chakula hiki katufae, katujenge zaidi. Atufundishe tabia ya kutokushindana na makusudi ya Mungu, tukawe na mioyo ya nyama na lisikia neno lako na kukua na kubadilika. Tunaomba rehema na neema yako hii kwa sababu Mungu mara nyingi tumekosea na kushupaza shingo zetu, lakini Mungu katuhurumie, karehumie kanisa lako, wahurumie wote wanaokusanyika na sisi wakitokea mbali. Mfalme wa wafalme tukushukuru katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunapokea. Amen.